Naam, hujambo na karibu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii mchana wa leo. Jenerali Ulimwengu hatimaye amevunja ukimya, ameibua mjadala mzito baada ya kutoa kauli hii kali kuhusu Humphrey Polepole na hali ya kisiasa nchini Tanzania kuelekea maandamano yaliyopangwa kufanyika Oktoba tarehe 29 na uchaguzi mkuu tarehe hiyo hiyo. Atoa tamko zito kuhusu utekaji nyara wa Humphrey Polepole na kutuma ujumbe huu na tahadhari hii nzito sasa hivi kwa Watanzania wote. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Mchambuzi huyo mkongwe wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania na mwanahabari Jenerali Ulimwengu amezua mjadala mkubwa wa kitaifa baada ya kutoa kauli kali na ya hisia kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania kuelekea maandamano ya Oktoba tarehe 29 na pia kutaja suala la kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Akizungumza kwa jazba na hasira, Ulimwengu alielezea taifa lililoingiwa na hofu na sintofahamu, akisema kuwa wananchi wengi wa Tanzania hivi sasa wanaishi katika hali ya wasiwasi, wasijue nini mustakabali wake, huku mvutano ukiongezeka kwa kusubiri maandamano ya Oktoba tarehe 29. Alisema hali ya hewa nchini kote ni nzito na kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kumezidisha wasiwasi na hasira miongoni mwa umma. Katika maelezo yake, Jenerali Ulimwengu alilipongeza vuguvugu la vijana linalojulikana kwa jina la Gen Z kwa ujasiri wao wa kuandaa maandamano yatakayofanyika Oktoba tarehe 29 chini ya kauli mbiu ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, yani no reform no election. Alisema vijana hao wameonyesha ushujaa na uzalendo wa hali ya juu, akisimamia haki na kudai uwajibikaji kutoka kwa walio madarakani. Ulimwengu alisisitiza kwamba matendo yao yanawakilisha hamu kubwa ya mabadiliko, sio uasi. Alisema kuwa kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kumekuwa ishara ya kunyamazishwa kwa sauti za kukosoa na wito wa vijana wa mageuzi unaoonyesha hamu ya watu kwa jamii yenye haki. Jenerali Ulimwengu aliendelea kusisitiza kuwa maandamano ya Oktoba tarehe 29 Tanzania yasionekane kuwa tishio kwa serikali, bali ni kielelezo halali cha matakwa ya wananchi. Alisema maandamano hayo hayahusiani na chama chochote cha siasa, bali vuguvugu pana la ukombozi wa taifa na haki ya kijamii. Kulingana na yeye, Jenerali Ulimwengu, kupuuza wito wa umma wa mageuzi kutokana na matukio kama vile kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole itakuwa kosa kubwa ambalo linaweza kusababisha machafuko ya kijamii na kupoteza imani ya umma kwa taasisi za serikali. Akitafakari historia ya Tanzania, Jenerali Ulimwengu alibainisha kuwa kila kizazi kinakabiliwa na wakati maalum, na kwa vijana wa leo Gen Z, maandamano ya Oktoba tarehe 29 yanaweza kuwa wakati huo. Alisema kuwa vuguvugu kama la Gen Z ni uthibitisho kwamba wananchi wameamka na kuona hitaji la uwazi na demokrasia ya kweli. Alihusisha mwamko huu na kitendawili kinachoendelea cha kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, akisema kuwa matokeo hayo yamechochea dhamira ya hasira kwa wananchi kudai uwazi kutoka kwa serikali na haki kwa wote. Mchambuzi huyo Jenerali Ulimwengu mahiri wa masuala ya kisiasa Jenerali Ulimwengu alionya kwamba kuendelea kimya au ukandamizaji kutoka kwa mamlaka kabla ya maandamano ya Oktoba tarehe 29 kunaweza kuongeza kufadhaika kwa umma. Alisema watu wanapokosa imani katika mazungumzo na kujieleza kwa amani, wanaweza kugeuka hasira na chuki. Kwa Jenerali Ulimwengu, kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kunasimama kama ukumbusho wa kile kinachotokea wakati madaraka hayawezi kuwajibika. Aliwataka viongozi kuchagua uwazi na huruma badala ya kukataa na kutumia nguvu. Akizungumzia nafasi ya vijana Gen Z, Ulimwengu alisema kizazi kilichoendesha maandamano ya Oktoba tarehe 29 kinapaswa kusherehekewa, si kulaaniwa. Alisema wao si wababaishaji, bali wenye maono ya kupigania Tanzania inayoheshimu utu na haki. Kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, aliongeza, kumekuwa mahali pa mkutano unaounganisha wananchi katika migawanyiko ya kisiasa, katika kutoa wito wa utamaduni wa kisiasa wa kibinadamu zaidi. Aliwapongeza vijana kwa kukataa kutishwa na kudai ukweli hata pale inapoonekana ni hatari kufanya hivyo. Jenerali Ulimwengu pia alionyesha wasiwasi wake kwamba jinsi serikali inavyoshughulikia masuala kama vile kutoweka kwa Humphrey Polepole kunaweza kuathiri matokeo ya maandamano hayo ya Oktoba tarehe 29. Alisema watu wanaangalia kwa makini kuona ikiwa haki itatendeka. Kwa maoni yake, nia ya serikali kusikiliza,
kujihusisha na kujibu kwa dhati itaamua ikiwa maandamano hayo yataleta mabadiliko ya kujenga au kuzidisha kutoaminiana kati ya wananchi na viongozi. Alisisitiza kuwa demokrasia ya Tanzania inajaribiwa sio tu na maandamano haya ya Oktoba, lakini na jinsi nchi inavyoshughulikia kesi kama ile ya kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole. Jenerali Ulimwengu aliongeza kuwa demokrasia inayofanya kazi haiwezi kustawi pale ambapo uoga unafunika uhuru wa kujieleza. Alitoa wito wa kurejeshwa kwa mazungumzo ya kitaifa, akisisitiza kuwa maandamano hayo ni mwamko, si kitendo cha uasi kwake. Lengo liwe taifa ambalo uwajibikaji na haki si marupurupu bali ni haki. Mwitikio wa umma kwa matamshi ya Jenerali Ulimwengu umekuwa mkali, huku mitandao ya kijamii ikijaa mijadala kabla ya maandamano hayo ya Oktoba tarehe 29. Wananchi wengi wametafsiri maneno yake kuwa ni onyo la kizalendo kwa walio madarakani. Wanasema kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole tayari kumetikisa imani ya umma na Watanzania katika taasisi za usalama wa taifa, na kupuuza wito wa watu kunaweza kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Maneno ya Ulimwengu yamezua gumzo la kitaifa kuhusu aina gani ya Watanzania wanataka kujenga siku za usoni. Katika kuchambua maandalizi ya maandamano hayo, Ulimwengu alisema kuwa kujieleza kwa amani ni msingi wa demokrasia na kwamba serikali hazipaswi kamwe kuona harakati za kiraia kama adui. Alikariri kwamba kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kunawakilisha zaidi ya hatima ya mtu mmoja, inaonyesha swala kubwa la uhuru na hofu. Mtazamaji, Jenerali Ulimwengu aliweza kuzungumzia sana swala hili la Gen Z na swala zima la maandamano ya Oktoba tarehe 29, na aliweza kugusia tu kiasi swala la utekaji nyara wa Humphrey Polepole, lakini hakuweza kulizungumzia zaidi. Lakini maneno aliyosema ni kwamba tu swala hili la utekaji nyara limezidisha hasira na sintofahamu na hali ya wasiwasi miongoni mwa Watanzania. Vilevile aliongezea na kusema ama aliwataka Watanzania kuendelea kuwa watulivu, lakini wadumu katika kutafuta haki na mageuzi, akisema ujasiri na si kunyamaza ndio unaojenga taifa. Wakati maandamano haya ya Oktoba yanapokaribia, ujumbe wa Jenerali Ulimwengu umesikika sana miongoni mwa wafuasi na wakosoaji wa serikali ya CCM. Alisema kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kunaendelea kusumbua dhamira ya Tanzania ama dhamira ya taifa hili, kuashiria pengo kati ya matarajio ya watu na vitendo vya serikali. Alionya kwamba pengo hili lazima lizibwe kwa huruma na uwajibikaji au nchi inaweza kuwa katika hatari ya kuwatenga raia wake binafsi. Kwa kumalizia kauli yake Jenerali Ulimwengu kuhusu maandamano haya ya Oktoba na kuhusu Humphrey Polepole ama kutoweka kwa Humphrey Polepole, inasimama kama moja ya wito wenye nguvu wa kutafakari katika siasa za hivi karibuni za Tanzania. Alilikumbusha taifa kuwa utulivu wa kweli hautokani na woga, bali kwa haki na uaminifu. Ujumbe wake ulikuwa wazi: maandamano ya Oktoba tarehe 26 yasigawanye Tanzania, bali kuitia msukumo wa kurudisha nafsi yake ya kidemokrasia na kukabiliana na ukweli ambao imeepuka kwa muda mrefu. Nijuze maoni yako upande wa comment section ama upande wa maoni chini ya video hii, kisha bonyeza neno like na ubonyeze neno subscribe chini ya video hii upande wa kulia na alama hiyo ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa umenisaidia kwa sana, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.